Mambo vipi, ni mwendelezo wa info baada ya info kutoka hapa Trust Media. Mimi naitwa Dix. Bana, kwa wale wapenzi wa game ni kwamba watu sasa hivi wanasubiria GTA 6. Wale wazee wa PlayStation najua mnajiandaa kabisa na GTA 6, lakini unaweza ukaja ukaliona tu ukaenda sehemu ukalipia buku ukacheza, lakini usielewe gharama ambazo watu wanatumia. Sasa GTA 6 imetumia zaidi ya dola bilioni 2. Hii ni kwa ajili ya kutengeneza hii game, na taarifa ambazo niko nazo ni kwamba mwaka huu kama wakifanikiwa kumaliza inaweza wakailaunch na ikatoka. Sasa kuna kitu kinatokea kwenye dunia ya gaming na ni kitu kikubwa, lakini sio game tu ya kawaida. Hii inaweza kuwa michezo ya ghali zaidi kuwahi kutengenezwa katika historia ya binadamu. Kwa hiyo kwa wale ambao mmezoea kumnaenda kwenye game mnatoa buku mbili kwenye GTA 6, wale ambao wana PlayStation nadhani inaweza base kanyanyuka, kwa sababu hii kitu bana imeandaliwa kwa gharama kubwa sana, na huu unaweza kuwa mchezo wa ghali kwa kutengenezwa katika historia ya binadamu, kwa sababu wanasema hadi sasa kama ambavyo nimekuambia hapo awali dola bilioni 2 zimetumika. Lakini utajiuliza, je, hii ni ukweli au ni hadithi tu za mtandaoni? Sasa ili kuelewa lazima turudi nyuma. Mwaka 2013 dunia ilisimama kwa sekunde chache wakati GTA 5 ilipotolewa. Ndani ya saa 24 tu iliingiza zaidi ya dola za Kimarekani milioni 800. Ndani ya siku tatu ilivunja rekodi ya kufikisha bilioni 1. Hakuna game iliyowahi kufanya hivyo kabla, na watu walishangaa sana, lakini Rockstar hawakushtuka. Walijua ni kitu kimoja tu, huu ni mwanzo tu. Miaka ilivyopita kimya kilitawala. Hakuna trailer, hakuna taarifa kamili, hakuna tarehe kutolewa, lakini nyuma ya pazia kitu kikubwa kilikuwa kinatengenezwa. Ripoti zikaanza kuvuja kwamba dunia ya game itakuwa kubwa mara 2 ya GTA 5. Kwenye hii game bana, wahusika wataongea na kuishi kama watu halisi, na story itakuwa kubwa kuliko zote. Watu wakaanza kuuliza ni pesa kiasi gani zinatumika kutengeneza kitu hiki. Ndipo uvumi ulipoanza kwamba GTA 6 ina budget ya dola za Kimarekani bilioni 2. Wataalamu wa gaming wanasema ni kweli kuwa GTA 6 ni ghali sana na inaweza kuwa imezidi bilioni 1 tayari, lakini ile ya bilioni 2 bado ni uvumi tu. Lakini Rockstar wenyewe hawajasema kitu. Labda hiyo ndio siri yao kubwa, lakini hebu fikiria kama game hii kweli imegharimu hata karibu na hiyo pesa. Ina maana moja tu, gaming imefikia level mpya kabisa. Hii sio tena burudani ya kawaida, ni sanaa, ni teknolojia na ni dunia nyingine kabisa. Fikiria ukiingia ndani ya GTA 6, unatembea mtaani, watu wanakuangalia, wanazungumza, wanakumbuka ulichofanya jana, mvua inanyesha, magari yanateleza na kila kitu kinaonekana kama halisi. Hakuna tena loading screen, naona yaani hakuna mipaka kabisa. Yaani kwa haya maisha ambayo tunaishi kawaida, hii GTA 6 ikitoka, kama ni mtu ambaye unamwona mtu kama unavyoniona mimi, yaani kama tunavyoangalia movies zimeshutiwa na madirector, kama mvua inanyesha na wale watu wanakuwa na kumbukumbu, ni maisha halisi kabisa yameletwa kwenye game, na ni kama umeingia ndani ya dunia nyingine kabisa. Lakini swali linabaki, je, GTA 6 itaweza kufika hype hii yote au itakuwa ni mfano wa matarajio makubwa tu? Historia inaonyesha mara nyingi vitu vikubwa sana vinavyotarajiwa huwa vigumu kufikia matarajio ya kila mtu, lakini Rockstar wana kitu ambacho wengine hawana. Wana uzoefu, wana ubunifu na wana subira pia, unaona, wana subra. Sasa kwa sasa dunia inasubiri GTA 6. Haitakuwa game tu, itakuwa tukio la kihistoria. Labda unadhani GTA 6 itavunja rekodi zote au ni hype kubwa kuliko game yenyewe? Andika maoni yako kwenye comment hapo tuambie. Lakini kipi ambacho kilikufurahisha kwenye GTA 5 na hii GTA 6? Unaambiwa kabisa hapa ni dunia, tunaizoom dunia. Kipi ambacho unatamani kwenye GTA 6 kitokee? Tuambie kupitia comment hapo, alafu tutafanyia kazi ili kukuletea info zaidi. Usiache kusubscribe. Mimi naitwa Dix, hii ni Trust Media.